naitwa Gideon, natokea TFF kwenye department ya talent identification ama department ya utambuzi wa vipaji vya mpira wa miguu kwa watoto wa chini ya umri wa miaka 17. Hii program ya TDS actually ni maono ya mzee Arsene Wenger ambayo alianzia pale FIFA. Lengo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba anatoa support kwa nchi ambazo zinaendelea kwenye mchezo wenyewe wa mpira wa miguu, kuhakikisha kwamba kila kijana anapata nafasi ya kucheza, ya kuonesha uwezo wake, alafu wao kwa kushirikiana na federations za nchi husika, manake wataleta wataalamu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata programu ambazo zilizokuwa rasmi za kuhakikisha kwamba watoto wanapata njia sahihi ya kuweza kufikia malengo yao. So sisi kama TFF pia tumebahatika kuwa moja kati ya nchi ambazo zinafaidika na huo mradi wa TDS chini ya FIFA, chini ya maono ya mzee wetu Arsene Wenger. Kwa hiyo kama unavyoona tumekuwepo kwa zaidi ya miaka miwili sasa, mitatu tumekuwa tukiendesha hizi shughuli, na of course tumekuwa kwa mikoa tofauti ikiweza kujaribu kutafuta hizi talent kwa miaka 10, watoto wenye miaka 10 mpaka 16, wasichana kwa wavulana. Then wale wote ambao wanaonesha wana potential, sisi kama TFF tunawachukua kwa ajili ya kuwapeleka pale kwenye Center of Excellence ambao tuko nayo pale Tanga Mianjani, TFF Technical Center, ambayo mwezi wa 5 tarehe 9 inaenda kuwa rasmi ni FIFA Academy ya hapa nchini kwetu Tanzania. Kwa hiyo sisi tunachofanya ni kupita kila sehemu kuhakikisha kwamba tunampatia kila kijana nafasi ya kuonesha uwezo wake. Then wale wote ambao sisi tutaona wana room ya kudevelop, wana kitu, wako kwenye umri sahihi, jukumu letu ni kuwachukua kutoka kwenye yale maeneo, kuwapeleka pale ili waweze kukutana na wataalamu ambao tuko nao hapa ndani, pamoja na wale ambao wako nje ambao wanaletwa na FIFA kwa ajili ya kuwaendeleza. Then wanaingia kwenye programu hiyo ya TDS kama ninavyokuambia, kwenye timu za taifa za vijana. Kwa ukija pale tuna timu ya under 13, tuna timu ya under 15 na tuna timu ya under 17, ambapo kwa miaka ya hivi karibuni kusema ukweli vijana wanapambana, vijana wamefanya vizuri kama ambavyo nilitangulia kusema hapo awali. Wamekuwa mabingwa wa African School Champion ambao iko chini ya Motsepe, lakini tumeweza kuqualify AFCON under 17 kwa miaka 2 mfululizo, kitu ambacho hapo awali hatukuweza kufanikiwa. Kwa mimi niseme kwamba hii ni programu ambayo inaonesha ina matunda makubwa kwa nchi yetu, na hapo siku za mbeleni basi tunatarajia tunaweza kuja qualify World Cup, na hawa vijana ambao mnawaona ndio watakuja kutusaidia sisi kama nchi kuweza kushiriki mashindano kama hayo ya World Cup. Lakini ni washukuru kwanza viongozi wetu ambao tuko nao sasa hivi, manake pia ni maono ambao walikuwa nayo muda mrefu. Kama unavyojua president wetu Karia amekuwa kila siku mstari wa mbele kuhakikisha kwamba sasa hivi mpira unachezwa na vijana. Yaani anataka sana vijana ndio wacheze mpira kila sehemu, na ndio maana unaona hapa katikati karibu kila mkoa iliweza kupata sponsorship ya mipira na vifaa vingine kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hawa watoto kila mahali wanaweza kucheza mpira, kwa sababu hawa wakiweza kucheza mpira katika umri sahihi, then kama taifa ndio tutakuja kunufaika. Kwa hiyo niwashukuru sana viongozi, wamekuwa na maono na wameweza kutuamini, kutuweza kutuagiza kwenye maeneo tofauti kwa ajili ya kuidentify hizi talent ambazo tuko nazo. Kusema ukweli, ya watoto wengi ambao tunadili nao bado wako chini ya uangalizi. Wengi wako chini ya wazazi, wengine wako chini ya walimu kwenye vituo, wengine wako mashuleni na vitu kama hivyo. Wito wangu ni kwamba wawape nafasi. Hii ni fursa kwa vijana wao, kwa watoto wao kuweza kutimiza ndoto zao. Hawa watoto kama tunavyoona leo, mathalani mtoto akachaguliwa hapa, ameonekana kwamba uwezo wake ni uko sawasawa na zile standards ambazo tumeweka. Meaning sisi kama TFF tutamchukua huyu mtoto, tutampeleka moja kwa moja kwenye kituo chetu pale Tanga, ambapo pale kila kitu mtoto atakuwa anapata chini ya TFF. Kwa maana ya maradhi atakuwa anakaa pale free, chakula atakuwa anakula pale free, mtoto atakuwa anasoma pale, tutamsomesha wenyewe katika shule ambazo ziko Tanga na shule ambazo ni standard ambazo zinafanya vizuri, na watoto wanapelekwa asubuhi shule na school bus wanarudishwa pale. Kwa hiyo maisha ya watoto yakishatoka hapa yanabadilika kabisa. Kila kitu kinakuwa kiko chini yetu, na pale tuna wataalamu, ukiacha tu hawa walimu wa mpira, lakini tuna academic teachers ambao tuko nao pale.
kwa ajili ya kuhakikisha hao watoto inapofika jioni, baada ya kuwa wamemaliza hizi sessions zao za uwanjani, wameshaoga, wametulia, wanakuwa na hizi preparations ambazo wanaenda madarasani, wanafundishwa tena yale ambao wametoka nayo shule, wanakuja pale wanasolve hizo problems zote ambazo wamekutana nazo. Kama watoto wamekuwa na maswali, wako walimu pale, ndio dili zao hizo, yani wanadili na hao watoto kwenye kila sehemu. Kwa hiyo kuna hao safeguarding wako pale kwa ajili ya kuhakikisha watoto wanakuwa salama, ambao wamepata mafunzo kutoka FIFA pia tunaongelea. Kwa hiyo pale wako mikono salama na wanapata karibu kila kitu ambacho kijana anatakiwa kupata kwa ajili ya kuandaliwa kwenye maisha yake ya baadaye. Kiko kitu pale tunafanya pia wanaita post career, kwa sababu tunatamani wote wacheze mpira, lakini lazima pia tujiandae kwamba in case akishindwa kucheza mpira tunamwandaa kuja kuwa nani. Kwa ziko program tofauti tofauti za kuandaa watoto. Kwa baadaye wengine tunatarajia umuhimu watakuja kuwa makocha, kuna wengine watakuja kuwa waamuzi, kuna wengine watakuja kuwa wanafanya kazi za administration, za uongozi, za utawala, kuna wengine tunafikiri kuwa watakuja kuwa madokta, wengine walimu. Kwa kila mtu tunaangalia namna ambavyo sehemu yake ilipo, sehemu alipokuwa anasoma, nini alikuwa anafanya na vitu kama hivyo, background ya familia yao lazima tunafuatilia, ndio baadaye huyu mtoto anaanza kuendelezwa kwenye mpira, na hiyo engo nyingine kuhakikisha kwamba tunamuandaa pia kwa siku za usoni. Wote tutakuwa mashahidi, wapo baadhi ya wachezaji wakubwa tu ndani huko na nje, mambo mengi yanawashinda. Kwa hiyo tunatamani kuona hawa wakitoka pale kwenye kituo chetu, basi wanakuwa wako tayari kwa ajili ya kukabiliana na maisha yote ambayo watakuwa wamekutana nayo. Jina naitwa Bunzari Brodere Bunzari, kocha wa New Life Academy kutokea pale Katumba. Kwanza nishukuru Mwenyezi Mungu, zoezi limeenda salama, hakuna injury iliyotokea. Lakini cha pili tu ambacho nimependa pia, zoezi limefanyika kwa uwazi. Nyeupe imekuwa nyeupe, blue imeenda kama blue. Kwa hiyo na zoezi limeenda vizuri sana na kuna changamoto iliyojitokeza. Waliochaguliwa, mimi naamini imetumika vigezo sahihi ambavyo vilitarajiwa kufanyika. Nashukuru Mungu, mmoja wapo alikuwa ni goalkeeper na haya amekuwa sote katika wale vijana 14. Maketa iki sanadi kutoka nje ya pale Udini. Nimeleta jina wangu hapa kwenye chai ya chief. Na mimi nishukuru Mungu, kwanza zoezi limeenda kwa wazi. Tumeona kocha aliyepita anasema nyeupe inaonekana na nyekundu pia inaonekana. Lakini pia nishukuru Mwenyezi Mungu, katika watoto nilileta 9, wawili wamebahatika kuchaguliwa na hawa wenzetu wa chief. Kwa hiyo nashukuru hivyo ni endelevu. Lakini pia ni wasii wazazi wa Katavi, hasa matajiri wa Katavi, wajue kwamba mpira sasa hizi ni fursa kubwa sana. Haya mahoteli wanayojenga nani atalala kama sio Simba na Yanga wakija hapa ili wafanye biashara. Majina anaitwa Frank na Zabona Malango, ni mwenyekiti timu ya Katavi Tigers, lakini pia ni kiongozi wa Katavi Tigers Sports Center ambayo ipo Nyerere mwisho wa bajaji, kiwanja cha Mkapa, shule ya msingi. Binafsi nimekuja na wachezaji 9 na nimefanikiwa kwa majaribio yaliyofanyika, nimepitisha wachezaji 6. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni manufaa makubwa, yanatia moyo kwamba hakuna muda tunaopoteza, tunacheza na watoto, tunacheza na vijana, na inatia hamasa kwetu kuendelea kufanya hilo bila kuchoka. Na niwashukuru kwanza wazazi ambao wameweza kuniruhusu au kuwaruhusu watoto wao kuja kwenye kituo chetu na kuweza kuanza kujifunza, na nashukuru matokeo hayajachelewa kwamba wameweza kufanya vizuri hasa kwenye majaribio. Majina anaitwa Gabriel Benjamin, meneja wa Katavi Tiger. Kuna vijana wengine ambao nilitamani wafike, lakini kulingana na changamoto za wazazi, kama mtoto mmoja nimemfuata mzazi kagoma mtoto asitoke, yupo kwenye swaumu, kwa hiyo siwezi kumlazimisha. Kama mzazi kakataa, ila na imani mtoto angekuja na angepata nafasi. Kwa cha kufanya ni wasii tu wazazi wa Katavi waachie vijana wafanye wanachokipenda, imradi tu wawe chini ya uangalizi wao. Waachie mtoto afanye anachokifanya, simforce kufanya kitu ambacho yeye anataka. Kuna kama leo kijana limeniumiza kwa sababu mimi namfahamu kijana ni mzuri, ili mzazi ndo katia changamoto. Mimi naitwa Bibi Daniel Ezeke, natokea shule ya msingi Mkapa. Wazazi wasikataze kuja katika mashindano haya, waturuhusu
kwenda mashindano yakaweza kutoa vipaji kwa watoto wakapata fursa ya mwanafunzi wa shule ya sekondari Usingili. Moja yangu wasema kuwasihi wazazi waswaa tofauti kuja katika mazoezi. Fursa hii kwa mfano kama leo hivi imetokea, wazazi wasikataze kuja kuonyesha vipaji vyao. Naitwa Shabani Saidi Shabani. Jana nilikuwa na msimu wa usiku, aweze kunikubalia kuja kwenye mashindano. Sasa akanikubalia, ndio mimi kuja kuonyesha kipaji mpaka sasa hivi hapa nilipo. Kwa majina anaitwa Rashidi Mfatishu Rashidi. Ninatokea Semula Mnazi Mmoja kule. Namwomba Mwenyezi Mungu kwa pamoja tupite wakati mwingine. Natokea Makanyagio, wazazi wasiwa na kataza watoto kufanya kila anachokitaka. Kama fursa kama hizi zimetokea, ndio hivyo tumechaguliwa. Basi. Naitwa Bageti Geoffrey Mwanauta. Mimi nashukuru mzazi wangu aliniruhusu nimeweza kufika hapa. Nafanya vizuri, nimeweza kuchaguliwa. Naomba wazazi wengine waweze kuruhusu watoto wao waweze kufanya kitu kile ambacho wanataka. Jina Abdalla Sadiki anatokea Kilimahewa pale. Yote na yote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha salama hapa. Tumechuana, waliochaguliwa wamechaguliwa, wenye kidogo yani Mungu so hajawapangia bahati, wamebaki ila wasivunjike moyo. Pengine hao walioenda Mungu amepangia hivi, la Mungu aweza kukupangia kwa njia nyingine. Pia tunashukuru TFF kwa kutuletea ile jambo, maana watu kwa tuna vipaji kwa tumebaki nyumbani hatujipa kuanzia. Kwa hiyo tunawashukuru. Natokea kada kitaiga kutoka ndio naomba wazazi wanatoa watoto, maana kuna kitu kingine vipaji wanaweza kama ili vita zilizotokea za TFF wanaweza kabeba wakati wa sababu. Mmetoka shule zenu. Sana kwa TFF kwa kunichagua kama